Mheshimiwa Eric James Shigongo atafuatiwa na Mheshimiwa Tumaini Bryceson Magesa. Mheshimiwa nadhani tutamaliza na hao. Kama muda utabaki atamalizia Mheshimiwa Aisha Rose Ndogoli Matembe. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa napenda niende moja kwa moja kwenye hoja kwa sababu ya muda, lakini naomba tu kwanza kwa kusema kwamba natangaza mapema kabisa kabla ya wakati kwamba nitashika shilingi kwenye mshahara wa waziri wakati utakapofika, kwa sababu ya swala zima la RPL, Recognition of Prior Learning, ambayo wizara iliifuta na hatimaye inawanyima watu ambao hawakupata nafasi ya kupata elimu ya sekondari kuweza kupata elimu ya chuo kikuu. Nitalielezea baadaye vizuri zaidi wakati wa kushika shilingi utakapofika. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie swala zima ambao naliona kama changamoto kwenye taifa langu. Changamoto namba moja nayoiona ni utekelezaji wa mambo tunayozungumza ndani ya bunge. Spika langu, nimefika hapa nikisikia michango inayotolewa hapa ndani, najiuliza tatizo liko wapi? Hapa ndani kuna michango very constructive, watu wanaongea vitu vya maana. Mheshimiwa Spika, tatizo kubwa kabisa ni utekelezaji, na namwomba Mheshimiwa Waziri haya yanayozungumzwa hata kama si yote akayafanyie kazi. Ni kufanya kazi peke yake kutatutoa tulipo kwenda mbele. Tusikuwa taifa la watu tunaozungumza, watu maacha shughuli zetu kuja hapa tunaongea hapa yafanyiki. Mheshimiwa Spika, haya yanayosemwa hapa yakifanyika nchi hii inabadilika. Mheshimiwa Spika, tatizo kubwa kabisa ninaloliona katika nchi hii na ambalo mimi naamini ni solution la matatizo ya nchi zote za Afrika ikiwemo Tanzania ni mabadiliko ya mindset, ni mabadiliko ya akili za watu, namna wanavyotazama mambo. Shida kubwa kabisa tulionayo Mheshimiwa Spika, bado hatujabadilika jinsi tunavyotazama mambo na namna tunavyofanya. Mheshimiwa Spika, nianze kwa kumnukuu Dr. Gwajima. Mara ya mwisho alipozungumza aliongea swala la human resource is far better above natural resources. Alisisitiza kwamba kinachohitajika katika nchi yoyote duniani ni watu kuwa na akili. Watu wakiwa na akili wataweza kutafsiri Liganga na Mchuchuma kuwa barabara. Watu wakiwa na akili wanaweza kutafsiri utajiri walionao uweze kuwa elimu au huduma za afya. Changamoto yetu ndio hii, iko hapo tu pekee Mheshimiwa Spika. Na elimu ya vyuo vikuu, shule za msingi inachangia kuweka akili kwenye vichwa vya watu. Kama sio shule basi ni familia. Kama sio familia basi ni society tunazoishi ndani yake. Tunatia akili kwenye vichwa vya watu wetu ili waweze kutusaidia kutatua changamoto zetu. Ndio kazi ya shule. Kazi ya vyuo vikuu ni kuweka akili na ufahamu kwenye akili za watu ili waweze kuwa na uwezo wa kutatua changamoto zinazowazunguka. Tofauti na hapo hatutaweza kuhama mahali tulipo. Ndio maana leo nimesimama hapa kusema kwamba ninaona kuna tatizo kubwa sana kwenye mtaala wa elimu ya Tanzania, na hii ndio inasababisha nchi hii isiende mbele kwa kasi. Simaanishi kwamba hakuna kilichokishafanyika. Mambo mengi mazuri yamefanyika, yaendelea kufanyika, lakini mimi naomba mtaala huu ufumuliwe upya na kama ilivyoamuliwa uweze kupangwa upya ili uweze kupeleka taifa letu mbele. Mheshimiwa Spika, nitakutoa mfano. Na mfano huu ni wangu mimi mwenyewe, nilisimama hapa. Mpaka 2017, Mheshimiwa Spika, nilikuwa darasa la 7. Sikuwahi kusoma sekondari mahali popote kwenye nchi hii, nilikuwa darasa la 7. 2017. Baadaye nikasema bora nirudi shule nikasome ili niweze kupata elimu ya kuniweza kufanya kazi zangu ofisini. Nikaenda TCU, naibu Spika. Nikapeleka vitabu ambavyo nimeviandika nikawaonyesha. Walipoona vitabu vyangu wakasema unaweza kusoma chuo kikuu. Nikapewa mtihani nikaufanya, nikafaulu, nikaingia degree ya kwanza Tumaini University, one of the best universities in the country. Kutoka darasa la 7 nimesoma pale Mheshimiwa Spika miaka 3. Nimemaliza mwaka 2017. Nimemaliza mwaka jana chuo kikuu na degree yangu safi. Kutoka darasa la 7 mpaka university na nimemaliza. Fuatilia pale Mheshimiwa Spika, utaambiwa nimemaliza pale na GPA ya 4.8.
nikiwa best student katika chuo kile kutoka darasa la 7. Sasa kilichonipeleka chuo kikuu mimi ni RPL, lakini Mheshimiwa Waziri kaifuta. Kwa kuifuta anawanyima watu wengi sana fursa ya kupata elimu. Na leo hii Mheshimiwa Spika, nimekaa hapa nasema kama RPL hairudishwi, shilingi mimi sitaitoa. Nataka kuisema wazi. Mheshimiwa Spika, naomba niseme sasa hapa mambo anayotakiwa kufanya Mheshimiwa Waziri kwa ajili ya elimu ya nchi yetu. Naomba waheshimiwa wabunge hapo mlipo muandike neno ukuta kwenye karatasi zenu. Ninataka kusema nini kifanyike kama solution. La kwanza, lazima mtaala utakaokuja ufundishe ujasiriamali na uzalendo kwa taifa letu. Jambo la kwanza, watoto wetu wafundishwe uzalendo kwa taifa na ujasiriamali. Itawasaidia sana baadaye hata wakikosa kazi waweze kuajiri wenzao. Mheshimiwa Spika, mimi nimeajiri watu katika taifa hili na elimu yangu ndogo nilokuwa nayo nilifanikiwa kuajiri watu ofisini na wanafanya kazi mpaka leo. Jambo hilo lazima lifundishwe. La pili, Mheshimiwa Spika, tumeizungumzia K ni kompyuta. Lazima watoto wetu wafundishwe kompyuta tangu wadogo. Haiwezekani taifa hili hatufundishe watoto wetu elimu ya kompyuta. Kuna shida gani Mheshimiwa Spika tukifundisha coding kwa watoto wetu ili waweze kuwa na uwezo wa kutengeneza software, waweze kuwa na uwezo wa kutengeneza application? Mheshimiwa Spika, taifa letu linaenda kwenye digital economy. Dunia inabadilika sasa hivi, digital economy ndio inayotawala dunia. Bila kuwapa watoto elimu ya kompyuta watawezaje kushindana? La tatu Mheshimiwa Spika ni ukuta. Nimesema inayofuata hapo ni uamuzi, aidha Kiswahili au Kiingereza. Basi Mheshimiwa Spika, hatuwezi kuwafundisha watoto Kiswahili mpaka la 7 alafu form 1 tunaanza Kiingereza. Ni uongo. Na Mheshimiwa Spika, wabunge wote walioko hapa ndani anyoshe mkono mbunge yote ambaye mtoto wake anasoma Kiswahili. Hapa ndani tunawadanganya wananchi wetu. Sisi hapa wote hapa watoto wanasoma international school na media na shule ambazo zinatumia Kiingereza kufundisha. Wakulima wetu tunawafundisha Kiswahili, wakifika form 1 wafundisha Kiingereza, watoto wanafeli masomo. Mheshimiwa Spika, hatuwezi kuendelea namna hiyo. Jambo la tatu ni ambayo ni tuamue. Mheshimiwa Spika, tuamue yenye hapa practical lazima iwe 70% na theory iwe 30% ili watu wetu waweze kuwa competent. Mheshimiwa Spika, naona muda unitoshi, lakini naomba tu niseme kwamba nitawasilisha mchango wangu kwa maandishi. Naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana. Wakati ukizungumza kuhusu Kiingereza au Kiswahili, nikawa najiuliza wale ambao walikuwa wanatoka ama tunatoka. Tukishatoka hapa unaenda kusoma huko lugha ya huko nchi unayoikuta, alafu unapata degree ya 2, unapata degree ya 3, degree ya uzamivu, degree ya uzamili. Najaribu kujiuliza, lugha ndio shida kweli ama tuna shida nyingine? Kwa sababu watu hapa wako wengi wameenda Ujerumani, hajawahi kusoma hata neno moja, akafika kule kajifunza Kijerumani miezi 6, ameweza kufanya degree ya uzamili. Mwingine akafanya degree ya uzamivu. Wengine wameenda Urusi, wamesoma udaktari Urusi kwa Kirusi. Wakiwa wametoka hapa, wamesoma hii elimu yetu tunayoisema. Wengine wameenda Uchina, wanarudi hapa na Kichina na degree wamefundishwa kwa Kichina. Yaani kama shida ni kubadilisha lugha, yani kwamba tumetoka Kiswahili shule ya msingi, tukaenda sekondari shule tukafundisha lugha nyingine, mbona tunaweza kusoma hizo lugha nyingine huko kwingine na tukafanya vizuri? Yaani najaribu kusema kwamba ile hoja ya kutafuta hasa tatizo letu ni nini kama nchi. Yaani tukizungumzia lugha kwa namna ya kwamba yenyewe ndio inayotukwamisha. Mimi nasikiliza michango yenu waheshimiwa wabunge humu. Mchanganyiko wa mambo. Kiswahili hatukijui, Kiingereza hatukijui, wala lugha nyingine.